Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu, karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambapo sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa na movement nyingi ambazo zinaendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, na hasa toka kufanyika kwa mashambulizi ya weekend baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Mashambulizi ambayo asili yake inaonekana kwamba ni nchi ya Iran kushambulia katika baadhi ya meli ambazo zilikuwa hazifati utaratibu wa tangazo ambao walilitoa siku kadhaa nyuma, kwamba hakuna meli inayoruhusiwa kupita katika ukanda wa kusini wa mlango bahari wa Hormuz, kwa kuzingatia kwamba ukanda wa kusini wa mlango bahari wa Hormuz ni ukanda ambao unapatikana zaidi katika upande wa nchi ya Oman. Na nchi ya Oman siku za karibuni ilitoa tangazo ikiashiria kwamba meli zinaweza kupita katika ukanda wa kusini. Kwa kuzingatia kwamba nchi ya Iran ndio nchi ambayo imepigana vita na nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel, na matokeo ya vita ni wao kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, jambo hilo bila shaka lilikuwa ni jambo ambalo halikubaliki, na ndio maana walitoa tangazo kupitia IRGC ya kwamba hakuna meli inayoruhusiwa kupita katika ukanda wa kusini wa mlango bahari wa Hormuz, bali zinatakiwa zipita katika upande wa kaskazini, maana yake karibia na kisiwa kama cha Larak au kisiwa cha Kashmi na mfano wake. Jambo ambalo kwa meli ambazo zinaonekana zilikuwa zinakaidi, basi nchi ya Iran ilikuwa ikifanya mashambulizi au ikifanya warning shot, ikifanya kama kurusha sehemu ya alama kama makombora, lakini ya kutoa alama ya kwamba hautakiwi kupita katika upande ambao IRGC hawajatoa maelekezo husika. Na matokeo ya hilo maana yake ni nchi ya Marekani kushambulia katika sehemu kama za Sirik, katika sehemu kama za Kashmi na mfano wake, na jambo ambalo lilipelekea vile Iran yenyewe kufanya mashambulizi katika sehemu kama za Kuwait na sehemu kama za Bahrain. Hali ambayo kiuhalisia haikuzalisha kingine isipokuwa viongozi wa nchi ya Iran ambao walikuwa wako kinyume na hati ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran kukusudia au kusema kwamba Iran inapaswa ijitoe katika makubaliano husika. Na sio hivyo tu, kutokana na movement husika, maana yake imepelekea baadhi ya vyombo vya habari vya nchi ya Iran kama cha Fars News kuanza kuripoti kwamba huu ni wakati sahihi wa nchi ya Iran kuwa na silaha za nyuklia. Taarifa ambayo vile vile imechukuliwa katika uzito wa hali ya juu katika vyombo vya mbalimbali vya nchi za magharibi, maana yake vyombo kama vya Reuters, magazeti kama New York Times na mfano wake vimekuwa vikijadili tafsiri ya kina ya kuhusiana na taarifa ya Fars News kutamka kwamba huu ni wakati sahihi wa nchi ya Iran kuweza kuwa na silaha za nyuklia. Ikumbukwe kwamba nchi ya Iran ni nchi ambayo kwa stage iliyofikia ya urutubishaji wa nyuklia, manake ilikuwa haina muda mrefu wa kuweza kufikia katika urutubishaji wa mwisho ambao unaweza ukafanya wakawa na silaha za nyuklia. Pamoja na kwamba ile process nzima ya kufanya ile silaha za nyuklia, kufanya majaribio na mfano wake inaweza ikachukua miezi kadhaa, lakini ile hatua ya awali ya kuweza kupata material ambazo zinaweza kutumika katika silaha za nyuklia, kwa pale walipokuwa wamefikia katika 60%, maana yake walikuwa wamefanya 90% ya kazi yote, na 10% iliyobakia maana yake ilikuwa inahitaji step ndogo sana kuweza kufikia ya takriban chini ya siku 14, maana yake siku 10 na mfano wake, maana yake walikuwa wanaweza kupata materials za kuweza kutosha kuwa na silaha za nyuklia. Ukiachilia mbali hilo, ikumbukwa kwamba nchi ya Iran ni nchi ambayo imewahi kurusha satellite angani, aidha kwa ushirikiano na nchi kama ya Urusi na mfano wake, lakini maana yake wanazo zile launcher ambazo wanaita space launcher ambazo wanaweza kutumia kurushia satellite angani. Zile ndizo ambazo kwa mfano wake zinaweza kutumika katika urushaji wa makombora kama ya Intercontinental Ballistic Missiles au zile ICBM ambazo kawaida huwa zinabeba silaha za nyuklia. Katika mazingira namna hiyo, unaweza ukaona kwamba nchi ya Iran maana yake ina facilities nyingi au ina vitu vingi toshelezi vya kufanya wao kuweza kuwa na silaha za nyuklia. Na ndio maana discussion ya sasa hivi nyingi imekuwa ikisuggest kwamba huenda wakawa na silaha za nyuklia, pamoja na kwamba hakuna majaribio ambayo yamekuwa proved ya kuonyesha kwamba wana silaha za nyuklia, kwa sababu maana yake walikuwa wanaweza kufanya majaribio labda chini ya ardhi, lakini kwa kawaida
unapofanya majaribio silaha za nyuklia chini ya ardhi, kawaida huwa lazima kuna matetemeko makubwa huwa yanatokea. Inaweza kafika katika Richter scale kama 4.6, kile kipimo cha matetemeko. Inaweza kafika katika 4.6 au ikafika hata 5% na kwenda hata 6 au 7 inaweza kafika. Lakini ushahidi huo bado haujapatikana. Na hata kwenye mwezi wa 3 ilionekana kwamba kuna matetemeko yalitokea katika upande wa kusini mwa nchi ya Iran, ikahusisha baadhi ya maeneo kama ya Bushehr ambayo ni sehemu za nuclear site, ni center zile za nuclear. Lakini tetemeko husika linaonekana kwamba halikuwa limechukua tabia ya majaribio ya silaha za nuclear, kwa kuzingatia kwamba majaribio ya silaha za nuclear yanapofanyika tetemeko lake huwa ni la ghafla. Lakini tetemeko husika inaonekana kwamba lilikuwa la taratibu mpaka kufikia katika Richter scale kama 4.6 mpaka 5, kitu ambacho inaonekana sio tabia ya silaha za nyuklia. Kwa hiyo kuna nafasi kubwa hata ya Iran kuwa na material au zile vitu vyote vya kufanya ile silaha za nyuklia, kiasi ambacho stage inawezekana ikawa imebakia ni ile ya kufanya assembling tu, kuzikusanya, ambayo ni stage kama ni move kama ya siku moja tu, kuweza kukusanya zile material zote na kuclaim kwamba una silaha za nyuklia. Lakini kwa sababu ya kukosekana ushahidi wa moja kwa moja wa mfano kama wa majaribio na mfano wake, hicho ndio pekee ambacho kinaweza kusimama mpaka sasa hivi kama sio evidence au sio ushahidi kwamba Iran wana silaha za nyuklia. Lakini ukiangalia zile material zote muhimu au vile vitu vyote muhimu ambavyo vinahitajika kwa Iran kuwa na silaha za nyuklia, maana yake hili ni jambo ambalo wao wana uwezo nalo. Na ndio maana inawezekana ikaonekana kwamba taarifa ya Fars News ambayo wameizungumza kwamba hiki ni kipindi sahihi cha Iran kuwa na silaha za nyuklia, inawezekana ikawa ni signal au ni alama muhimu ya kuonyesha kwamba wakati umefika ya kwamba Iran wana silaha za nyuklia au wameshafikia katika final stage ya kuweza kuwa na silaha za nyuklia. Lakini hayo yote ni matokeo ya sehemu ya mvutano uliotokea katika siku za weekend. Pamoja kwamba ni mvutano ambao Marekani siku zote amekuwa akitarget katika upande wa kumalizika kwa zile soko la dunia lile katika upande kama mafuta, ili yasiweze kudisturb zile bei za mafuta ambazo zimekuwa zikiendelea kushuka. Na ndio maana movement zake nyingi amekuwa akizifanya katika siku za weekend, kwa kuzingatia kwamba lau zitafanyika katikati ya wiki, maana yake ni kwamba bei inawezekana tena zikajump zikaelekea juu. Sasa matokeo mengine ukiachilia mbali hilo la nuclear ambalo technically halina ushahidi wa moja kwa moja kwamba Iran wana silaha za nuclear, lakini ukiangalia vitu ambavyo wanavyo mpaka sasa hivi, vyote vinaashiria wazi kabisa kwamba kuna alama muhimu ya kwamba huenda wakawa wana silaha za nuclear. Na ndio maana Fars News wamejaribu kutoa taarifa namna hiyo, pamoja na kwamba taarifa yao wao wameifungamanisha na nchi ya China, kwamba kwenye miaka ya 70 Marekani walifanya kuitishia China hivyo kwamba wanaweza kushambulia kwa silaha za nyuklia na mfano wa vitu kama vitisho vya namna hiyo. Lakini China walipoweza kuwa na silaha za nyuklia, maana yake ililazimika baadhi ya watu muhimu wa nchi ya Marekani kama kina Henry Kissinger ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Marekani, ambaye alikuwa ni mmoja katika mawaziri wa nje very smart wa Marekani, ililazimika kwenda kuanza kufanya discussion na nchi ya China. Kwa hivyo na nchi ya Iran wamekuwa wakiamini kwamba hivi sasa ili kuweza kufanya discussion na nchi ya Marekani katika hali ya utulivu, bila hii hali ya kushambuliana, ni lazima nchi ya Iran waweze kuwa na silaha za nyuklia, pamoja na kwamba ni jambo ambalo halina ushahidi wa moja kwa moja, pamoja na kwamba zile alama zote zinaashiria kwamba aidha wanayo silaha hivi sasa au wanaelekea kufanya move ya namna hiyo. Haya ni matokeo ya kwanza. Lakini matokeo ya pili ni matokeo ya kikao ambacho kinakusudiwa kufanyika kesho, siku ya Jumanne, katika mji wa Doha katika nchi ya Qatar. Kikao husika kinaonekana ni uhaulishaji au uhamishaji wa kikao kilichokuwa kinatakiwa kifanyike Uswizi, yani muendelezo wa kikao cha kujadili kuhusiana na masuala ya Memorandum of Understanding. Na hii imebadilika baada ya series ya mashambulizi haya yaliyofanywa na nchi ya Marekani katika sehemu kama za Siriki na sehemu kama za kisiwa cha Kashmir katika kipindi cha weekend, pamoja na matangazo ya mara kwa mara Rais Donald Trump, yameifanya nchi ya Iran ikawa kama imegomea kuendelea kufanya discussion na nchi ya Marekani, na hasa kutokana na msukumo wa watu ambao walikuwa wanapinga nchi ya Iran kuweza kuingia katika makubaliano yote na nchi ya Marekani. Na hivyo ili kuishawishi nchi ya Iran kuweza kuendelea na discussion husika, kwa kuzingatia kwamba deal hii ambayo inajadiliwa ya hati ya makubaliano ni muhimu zaidi kwa Marekani kuliko ilivyokuwa muhimu zaidi kwa nchi ya Iran, kuzingatia kwamba nchi ya Iran
kwa mazingira mengi ambayo wameshayatengeneza kama matokeo ya vita, maana yake ilikuwa ina nafasi ya kuendelea kuproject power yake zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, mazingira ambayo Marekani ilikuwa inahitaji iweze kuzuia move hiyo ya Iran kuendelea kutandaza power yake katika eneo la Mashariki ya Kati. Na njia nyepesi ya Marekani kuweza kufanya hivyo ni kuhakikisha kwamba inaishawishi Iran waweze kuingia katika deal ya hii hati ya makubaliano. Kwa hivyo Iran kugomea issue ya Switzerland ya Uswiz inaonekana kwamba ndiyo imelazimisha kikao sasa hivi kiweze kufanyika katika mji wa Doha. Lakini jambo la pili, discussion iliyokuwa inaendelea kufanyika katika mji wa kule Uswiz ilikuwa ni kuhusiana na swala ya nuclear program, na hivyo kutengeneza mazingira sahihi ya wale maafisa wa Umoja wa Mataifa kutoka katika ile idara ya International Atomic Energy Agency kuweza kuja katika nchi ya Iran, kuweza kuruhusiwa kuweza kufanya inspection na mfano wake. Lakini kile kinachoonekana mpaka sasa hivi ni kwamba deal nzima inaweza ikavurugika kwa utaratibu wa nchi ya Marekani. Sasa kunusuru hilo, maana yake ni kwamba cha kwanza discussion imebidi ibadilike, kwamba kama kinacholeta matatizo ni mlango bahari wa Hormuz, hivi sasa basi nitakiwa ujadiliwe mlango bahari wa Hormuz. Discussion ifanyike ya mlango bahari wa Hormuz. Na ndio maana inaonekana kwamba discussion ya nuclear sasa hivi imewekwa pending, inabidi kwamba kesho akikutana Qatar wajadili kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, kuishawishi Iran ili iweze kuendelea na discussion husika, Marekani imebidi iambie Qatar katika dola bilioni 2 ambazo zilikuwa zinashikiliwa za nchi ya Iran katika nchi ya Qatar, ambao asili yake takriban zilitoka katika nchi ya Korea Kusini, kwa kuzingatia kwamba ni biashara ambayo Iran walifanya na nchi ya Korea Kusini. Lakini kutokana na vikwazo vya nchi ya Marekani, maana yake vililazimisha kiasi hiko cha pesa kiweze kuzuiwa. Na hata katika mwaka takriban 2023 kilihamishwa kiasi hicho kupelekwa katika nchi ya Qatar baada ya nchi ya Iran kuweza kukubali kuwaachia mateka ilikuwa imewashika wa nchi ya Marekani. Lakini baada ya tukio lile la Hamas kushambulia katika nchi ya Israel na kuonekana kwamba Hamas inaungwa mkono na nchi ya Iran, kilichotokea mbele ilikuwa ni Marekani kuweza kuzuia tena pesa ambayo ilihamishwa kutoka South Korea kuja katika nchi ya Qatar. Kwa hivyo kwa hivi sasa ili kuishawishi nchi ya Iran iweze kuendelea na mazungumzo kwa kuzingatia dili hii ni muhimu kwa nchi ya Marekani, maana yake nchi ya Marekani imebidi iambie nchi ya Qatar waweze kutoa nusu ya hiyo pesa, takriban dola bilioni 6. Na kwa kuzingatia pia pressure ndani ya nchi ya Iran ilikuwa imeshaka kubwa kwa Masoud Pezeshkian, rais wa nchi ya Iran, ambaye inaonekana msukumo wake ndio ulimfanya kiongozi mkuu wa nchi ya Iran Mujtaba Ali Khamenei aweze kukubali kwamba okay, mnaweza mkaendelea na deal husika, pamoja na kama mimi au yeye Mujtaba Ali Khamenei fikra yake ilikuwa iko tofauti. Sasa ili dili siweze kuharibika, manake Marekani imelazimika kuiambia nchi ya Qatar iweze kutoa kiasi cha takriban dola bilioni 6 ili vile vile kuendelea kuruhusu ushawishi wa Masoud Pezeshkian uweze kuendelea kubaki katika sehemu ya dili husika, kuzingatia kwamba ni dili muhimu katika nchi ya Marekani. Sasa hii pia ni sehemu ya pili ya matokeo ya kile kilichokuwa kinatokea katika siku za weekend au mivutano ya hivi karibuni ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Lakini kubwa kuliko zote ni kwamba Marekani mpaka sasa hivi anachojaribu kukifanya, na hii tumekuwa tukikariri, ni kutengeneza deal juu ya deal nyingine. Ni kutengeneza deal za kuvuruga sehemu ya mafanikio ambayo inaonekana kwamba Iran walikuwa wameyapata kupitia vita. Mafanikio ambayo yalikuwa yanaonekana kuangusha sehemu ya ushawishi wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Na hii tunaweza tukatazama katika matukio mengi. Tukio la kwanza ni kuhusiana na hiyo mlango bahari wa Hormuz, kwamba ukisoma katika ile takriban kama ibara ya 5 ya ile memorandum of understanding, inaashiria kubakisha sehemu ya udhibiti katika nchi ya Iran, pamoja na kwamba kuna swala la discussion na nchi ya Oman. Lakini mwisho wa siku, kwa sababu kuna mekanizm ya kuja kulipia gharama kama za masuala ya mazingira na mfano wake usalama katika mlango bahari wa Hormuz, hili vivyo litahusisha nchi za Gulf. Tarehe 25 ndio maana inaonekana kwamba Marco Rubio alifanya movement katika mji wa Manama katika nchi ya Bahrain kuzungumza na baadhi ya viongozi au wakilishi kutoka nchi za Gulf ili wasikubali kuchajiwa kwa pesa yote katika mlango bahari wa Hormuz. Ile kile kipengele cha mwisho ambacho kinahusisha nchi za Gulf kitakapokuja, maana yake nchi za Gulf zikatae. Hii ni move ambayo Marekani wameitengeneza ili kuhakikisha kwamba ile sehemu ya nguvu ya nchi ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz iweze kuparalyze. Lakini ni jambo ambalo bila shaka
halionyeshi kwamba itakuwa ni kufaulu kwa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba ushawishi wa nchi ya Irani katika eneo la mlango bahari wa Hormuz umejengwa na matokeo ya vita. Na kama umejengwa na matokeo ya vita, hakuna diplomasi inaweza ikaondoa sehemu ya ushawishi ambao umetengenezwa kupitia matokeo ya vita. Hilo ni jambo ambalo bila shaka litakuwa ni jambo gumu. Lakini hii ni move ambao unaweza ukaona kwamba nchi ya Marekani imejaribu kuitengeneza ili kuhakikisha kwamba ushawishi wa nchi ya Iran uweze kuparalyze katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini movement ya pili ni movement ya 26 ya makubaliano ya Lebanon pamoja na nchi ya Israel. Kwa kuzingatia kwamba Memorandum of Understanding inaainisha nchi ya Lebanon katika makubaliano, katika statement ya mwanzo kabisa, kwamba amani inatakiwa iwepo katika eneo lote la Mashariki ya Kati, ikihusisha vile vile na nchi ya Lebanon. Lakini kuingia katika Lebanon katika sehemu ya Memorandum of Understanding maana yake ni kuongeza strategia ya ushawishi wa nchi ya Irani katika eneo la Mashariki ya Kati na hasa katika nchi ya Lebanon. Jambo ambalo kwa upande mmoja mwingine litakuwa limezorotesha pakubwa sehemu ya strategia ya nchi ya Israel kwa jirani zake wa pembeni, kwa kuzingatia kwamba ni jambo la kawaida kwamba nchi ya Israel inapoingia katika mgogoro na nchi yoyote huwa inahakikisha inamega sehemu ya vipande vya ardhi kufanya kama ni sehemu ya buffer zone. Ndio maana ukiangalia Israel wameshia kupigana na nchi ya Misri. Kuna corridor ya Philadelphia corridor ambao siku za nyuma kipindi cha mgogoro wa Hamas na Israel walikuwa wanasisitiza kwamba wao wanatakiwa wadhibiti sehemu ya Philadelphia corridor, kwa sababu Hamas inaonekana kuna silaha zinapita kupitia chini ya Philadelphia corridor kuingia ndani ya Gaza. Israel imeshia kupigana na nchi ya Syria, na ndio maana inaonekana kwamba wameweza kudhibiti sehemu ya Golan Heights, lakini vile vile maeneo kama ya Quneitra na mfano wake, na hivyo ni matokeo kwamba wanapogombana na mtu lazima wahakikishe wana control sehemu ya ile nchi vipande kama ni sehemu ya buffer zone. Lakini technique yao kuongeza maeneo yao ya mipaka, kuzingatia kwamba Israel ni nchi pekee ambayo haijawahi kusubmit katika Umoja wa Mataifa mipaka ya eneo lake, na maana kila siku imekuwa ikijaribu kumega vipande. Lakini vile vile halikadhalika katika nchi ya Lebanon, kutokana na ugomvi wake na kundi la Hezbollah, waliwahi kukaa miaka ya nyuma, lakini kwa sababu vile vile ya gharama ya kuweza kucontrol eneo la kusini mwa Lebanon walazimika waweze kutoka kwenye takriban mwaka 2000. Lakini katika mazingira ya namna hiyo hivi sasa wanakusudia kwamba waweze kukaa wasitoke. Sasa sera hii inawezaje ikafanya kazi? Sera hii inaweza ikafanya kazi iwapo Lebanon watatiwa pressure na Marekani wakubaliane na Israel, na hii tulizungumza siku za nyuma, na ndicho kutokea kwamba kina Joseph Aoun rais wa nchi ya Lebanon wametiwa pressure kukubaliana na nchi ya Israel, makubaliano ambayo mwisho wa siku yanairuhusu IDF, Israel Defense Force, iweze kubaki katika upande wa kusini wa mto Litani ili kupambana na kundi la Hezbollah. Na kwa maelezo ya Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Marekani, ni wazi kabisa kwamba dili ya Israel na Lebanon lengo lake ni kuitia adabu kundi la Hezbollah, na mnapofanikiwa kuitia adabu kundi la Hezbollah maana yake mnakuwa mmeitia adabu nchi ya Israel, nchi ya Iran. Na dili ya Irani na Marekani kuhusiana na Lebanon haiwezi kuwa na nguvu kama dili ya Lebanon, serikali halali ya Lebanon inapokubaliana na nchi ya Israel. Katika mazingira namna hiyo, hii ni alama nyingine ya Marekani kutaka kutengeneza dili nyingine ndani ya dili ambayo amekubaliana na nchi ya Iran, pamoja na kwamba matokeo ya dili ya Lebanon inawezekana vile vile yasifanikiwe, kuzingatia kwamba spika wa bunge wa Lebanon Nabi Hiberi, ambaye ni kiongozi wa chama kile cha Amal ambacho kina ukaribu na kundi la Hezbollah, statement yake imekuwa wazi kwamba makubaliano ya nchi ya Lebanon na nchi ya Israel hayawezi kupita katika bunge, kwa sababu maana yake ni kuruhusu sovereignty ya nchi ya Lebanon, ile haki ya utaifa ya nchi ya Lebanon iweze kuanguka kwa kukubali kwamba jeshi la nchi nyingine liweze kukaa ndani ya nchi ya Lebanon. Kuna mambo inawezekana yakamalizwa ndani ya Lebanon kwa Israel yenyewe kutoka, na kisha baada hapo wao kamaliza kama Lebanon. Lakini mazingira manaka yametengenezwa na nchi ya Marekani ni kuhakikisha kwamba sehemu ya kila kipengele ambacho wamekubaliana na nchi ya Iran kinakwenda kuanguka katika namna ya kutengenezwa makubaliano mengine ya pembeni. Lakini jambo lingine ni tukio limetokea tu jana takriban,
la viongozi wa nchi ya Iraq kukamatwa, takriban kama viongozi 47 takriban kukamatwa kutoka katika lile eneo la Green Zone, ambao ni kama kilomita 10 pale Baghdad, ambao ni sehemu muhimu wanakaa viongozi wa nafasi za kisiasa kama mawaziri, watu wa diplomasia na mfano wake, wanakaa zaidi katika eneo husika. Viongozi takriban 47 wamekamatwa kwa amri ya waziri mkuu wa nchi ya Iran, Ali Al-Zaidi. Na matokeo kukamatwa kwa viongozi hawa wa nchi ya Iraq ni mission hasa ya nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba katika nchi ya Iraq palikuwa kuna ugomvi nani anakuwa waziri mkuu, kwa sababu siku za nyuma kulitokea pande mbili ambazo zilikuwa zote zinahitaji kuchukua uongozi. Upande wa kwanza ulikuwa ni upande wa Muhammad Shia As-Sudan ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa nchi ya Iraq ambaye amejiuzuru. Lakini upande wa pili ulikuwa ni kiongozi ni uongozi wa nafasi ya Nuru al-Malik. Nuru al-Malik alikuwa ni waziri mkuu wa zamani wa nchi ya Iraq. Baada ya kuanguka kwa Saddam Hussein pale, haikuchukua muda mrefu, kiongozi akawa Nuru al-Malik. Lakini Nuru al-Malik alikuwa na ugomvi na nchi ya Marekani, kiasi ambacho Marekani ikatangaza kwamba iwapo Nuru al-Malik atakuwa waziri mkuu wa nchi ya Iraq, maana yake ni kwamba Marekani itaondoa sapoti yake yote katika nchi ya Iraq. Na ikumbuke kwamba uchumi wa nchi ya Iraq unategemea zaidi mafuta, na utaratibu wa uuzaji wa mafuta ya Iraq ni kama vile Venezuela inavyouza mafuta yao, kwamba pesa zinapita katika akaunti ya nchi ya Marekani. Baada ya kuangushwa kwa utawala wa Saddam Hussein, manake Marekani waliweka mekanizmu kwamba mafuta yote ya Iraq yanapouzwa yanatakiwa yaingizwe katika account, lakini zile account zinamilikiwa na nchi ya Marekani, zinakontroliwa na nchi ya Marekani, na kisha Marekani wanachokifanya wao ni kutoa tu kiasi cha pesa kupeleka katika nchi ya Iraq. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba Iraq haiwezi kuwa na pesa ya kutosha, na currency ya Iraq vivyo inaweza ikaanguka, kwa sababu watakuwa hawana foreign currency, zile pesa za kigeni kama dola ambazo wanazitegemea kupitia katika biashara kama ya mafuta. Kwa hivyo mazingira yake ni kwamba unaweza ukaona kwamba ushawishi wa nchi ya Marekani umekaa katika muundo wa namna hiyo katika nchi ya Iraq. Sasa ilichokuwa inakifanya nchi ya Marekani ni kulazimisha kwamba kiongozi katika nchi ya Iraq asiwe Nuru al-Malik, kwa sababu Nuru al-Malik kwa muda mrefu amekuwa ni mshirika wa nchi ya Iran. Maana yake baada ya kuanguka utawala wa Saddam Hussein, ulipokuja utawala wa Nuru al-Malik, Marekani ilikuwa ikitegemea kwamba yenyewe itanufaika zaidi na uwepo wake katika nchi ya Iraq. Lakini kile kilichotokea baada ya kuingia utawala wa Nuru al-Malik, Iran ushawishi wake uliongezeka zaidi katika nchi ya Iraq. Kwa hivyo hata asili ya kuibuka makundi kama Islamic State katika nchi ya Iraq, maana yake lengo kubwa ilikuwa ni kumlazimisha Nuru al-Malik aweze kuondoka katika uongozi wa nchi ya Iraq. Na Nuru al-Malik alipokuwa yuko madarakani, Marekani ilitangaza wazi kwamba hatuwezi kutoa support kupambana na kundi la Islamic State kama Nuru al-Malik atabaki kuwa kiongozi. Kwa hivyo ikalazimika Nuru al-Malik aweze kuondoka madarakani, nafasi yake ikachukuliwa na Haidar al-Abbadi. Ndio Marekani wakakubali kuweza kutoa support ya kupambana na kundi la Islamic State. Sasa kurudi tena kwa Nuru al-Malik, ili lilikuwa ni jambo ambalo Marekani walikuwa hawalikubali. Lakini katika upande wa pili wa Muhammad Shia As-Sudan, mwanzo ilikuwa inaonekana kama ni yuko karibu na nchi ya Iran, lakini alipoingia kwenye uongozi na kugundua ile system ya uchumi wa nchi ya Iraq jinsi ilivyo, alilazimika kuweza kuungana na nchi ya Marekani na akaanza kupambana na vikundi ambavyo vinasapotiwa na nchi ya Iran. Maana yake vikundi kama hivi vya Kataibu Hizbullah au ile People Mobilization Force ambayo baadaye ilikuja ikajiunga katika sehemu ya jeshi la nchi ya Iraq. Mazingira yalikuwa kwa hivyo. Kwa hivyo Muhammad Shia As-Sudan kwa upande mmoja mwingine alikuwa ni mtu ambaye anaonekana kwamba anapingana na mfumo uliomuingiza yeye madarakani. Sasa upinzani au shida iliyotokea katika kugombania uongozi katika hichi kipindi kilichopita kidogo, ilikuwa ni kwamba Muhammad Shia As-Sudan anahitaji kuendelea kubaki kwa kiongozi, lakini Nuru al-Malik vile vile anahitaji kubaki kwa kiongozi. Kwa hiyo ili kubalance equation ilibidi atafutwe mtu mwingine ambaye atakuwa ana uhusiano wakati kwa kati, ambaye ndio Ali Al-Zaidi ambaye ana miaka takriban 40, ndio waziri mkuu sasa hivi wa nchi ya Iraq. Kuchaguliwa kwa Ali Al-Zaidi kitambo cha mwezi mmoja tu kupita, takriban kwenye tarehe 16 mwezi wa 5, Tom Barak ambaye ni mwakilishi maalumu wa nchi ya Marekani katika nchi nyingi za eneo la Mashariki ya Kati ikiwemo Iraq, Syria, Lebanon, wakati mwingine anaenda paka katika upande wa nchi kama za Uturuki, alikwenda katika nchi ya Iraq.
lakini ujumbe aliokwenda nao ilikuwa ni Iraq ishirikiane na Marekani kuweza kupigana vita na vikundi vyenye silaha ndani ya nchi ya Iraq. Na vikundi vyenye silaha ndani ya nchi ya Iraq ni vikundi ambavyo mostly vinasapotiwa na nchi ya Iran. Kwa hivyo njia ya pili kuweza kuvitia adabu vikundi ambavyo viko pale katika nchi ya Iraq ilikuwa ni kukata mnyororo wa fedha ambao unatoka katika nchi ya Iran kuingia katika nchi ya Iraq, kuzingatia kwamba Iran kwa sababu ina vikwazo vya muda mrefu, wakati mwingine mafuta ya nchi ya Iran husafirishwa au huuzwa kupitia katika nchi ya Iraq. Kwa hiyo ile cheni yote ya watu waliokamatwa, maana yake ni watu ambao kwa upande mmoja au mwingine ni wanufaika wa mfumo ambao unaifanya Iran iweze kuitumia Iraq kuweza kusupport baadhi ya movement zake, ikiwemo za biashara kama za mafuta na mfano wake. Kwa ina maana ni move ambayo ukitazama unaona kabisa kwamba ni Marekani wamejaribu kuinjinia movement husika, kuweka pressure ndani ya nchi ya Iraq, kutumia ile nafasi yao, ile leverage yao ya kiuchumi ambayo kwa sababu wao ndo wanahodhi ule uchumi wa nchi ya Iraq kupitia ile biashara ya mafuta na mfano wake, kumlazimisha Adel Zaidi awakamate watu ambao wanahusika na network ya nchi ya Iran. Na ndio hicho ambacho inaonekana kwamba kimetokea sasa hivi, kwamba wakati Marekani na Iran wanakubaliana kwamba vita isimame katika sehemu zote, Marekani amekuwa akiendelea kufanya build up, kuleta silaha zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, kana kwamba inaashiria kwamba baada ya muda anahitaji tena afanye movement kama aliyofanya katika siku za nyuma, movement ambayo bila shaka hata kama atairudia tena itakuwa na madhara makubwa katika nchi ya Marekani, kwa sababu hauwezi ukafanya aerial movement, ukafanya movement ya anga peke yake ukafanikiwa kwa 100% bila kuwa na ground force. Na ground force ile jeshi la watembea kwa miguu katika mazingira ya upande wa magharibi mwa nchi ya Iran ni mazingira magumu, ambayo mazingira ya kuingilia kwa sababu ya uwepo wa sehemu za milima kama mlima Zagros, ambao bila shaka movement yake ni movement ngumu, kwa sababu kipengele kidogo ambacho kinaweza kuruhusu watu kuingia katika kwa miguu ni kile kipengele ambacho cha mpaka baina ya nchi ya Iran na nchi ya Kuwait. Kwa hivyo lakini movement anayoifanya Marekani maana yake inaashiria kama kuna kitu mbele anakipanga, na wakati huo anafanya movement ya kuzorotesha washirika wa nchi ya Iran. Maana yake nchi ya kule Hizbullah iweze kudhoofika, vikundi vya katikati kama vya Kataibu Hizbullah na mfano wake viweze kudhoofika. Lakini vile vile Abdul Malik al-Houthi, kiongozi wa Houthi, ametangaza kwamba kundi la Houthi litakuwa lijiandae, kwa sababu kuna nafasi kubwa ya Saudi Arabia kuweza kushirikiana na ile serikali ya mpito ya nchi ya Yemen kuweza kupambana tena na kundi la Houthi. Kwa ina maana ni kuhakikisha kwamba hichi kipindi cha katikati front zote ziweze kufunguka ili Iran asiweze kuwa na support. Na ndiyo maana inakuja logic ya gazeti la Farsi News kutangaza kwamba hichi ni kipindi sahihi cha Iran kuweza kuwa na nuclear, kwa sababu ya kuzingatia kwamba iwapo zile four fronts yale majeshi yake ya mbele yatakapokuwa yanatengenezewa mazingira ya kudhoofika, maana yake yenyewe lazima iwe na silaha muhimu ya kuweza kusimamia hiyo silaha kama ni sehemu ya ulinzi wa nchi ya Iran. Movement ambayo kwa hakika hatujui hasa actually kwamba Iran wanaweza wakachukua stance gani kulingana na mazingira jinsi yalivyo, lakini kile kinachoonekana wazi ni kwamba kuna nafasi ya wao kuweza kufikia katika hatua ya mwisho ya kuweza kukusudia kuwa na silaha za nyuklia. Na hii ni kwa kuzingatia pia kuna chemba ambazo zinaonekana ziko ndani ya nchi ya Iran kama nuclear site ambazo hazijulikani, ukiachilia mbali hizi za Fordo, Natanz, Isfahan au za Bushehr, lakini inaonekana kuna chemba zingine ambazo zipo lakini vile vile hazijulikani. Na hii ni kwa maelezo ya jeshi lenyewe la IRGC walikuwa wanatoa siku za nyuma kwamba tunazo center zingine za nuclear ambazo hakuna mtu anayezijua, tofauti na hizi ambazo zinaonekana ziko wazi. Kwa hiyo by the way, pamekuwa kuna movement nyingi ambazo zinaendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini zote maana yake zinatoa ujumbe mmoja tu kwamba sasa hivi eneo la Mashariki ya Kati ni eneo ambalo limekuwa likipambana kutaka kutengeneza balance yake. Ni eneo ambalo bado halijatulia, linajaribu kupambana kuweza kutengeneza balance yake, na balance yenyewe si nyingine bali ni either ielemee katika upande wa Iran au ielemee katika upande wa Marekani kama sehemu ya matokeo ya muendelezo wa ule mgogoro mkubwa ambao ulitokea katika siku za nyuma. Lakini kimsingi bado tuna muda wa kuendelea kutazama hizi movement zote, na tukitaraji kwamba huenda katika muda wa mbele tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.